السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tutamalizia kitenguzi cha 10 katika vile vitenguzi alivyoviweka al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a katika kitabu Nawaqidul Islam ambacho amekisherehesha Sheikh al-Allama Saleh bin Abdullah Fawzani al-Fawzani hafidhahullah. Leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1446 ambao ni sawa na tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2024 miladia, ni siku ya Ijumaa. Tutakamilisha kitabu hiki kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura As-Sajda aya 22, qala wa man adlamu mimman dhukira biayati rabbih thumma a'rada anha. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani aliyedhulumu nafsi yake zaidi kuliko yule mtu ambaye anakumbushwa kwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, azisikia vizuri, azielewa vizuri, thumma a'rada anha, kisha anazipuuza, kisha anazipa nyongo, anaachana nazo, anajalia kama vile zimeingia na sikio la huku zikatoka na sikio la huku. Inna minal mujrimina muntaqimun, sisi watu waovu tutawalipiza. Al-intiqam ni kumwadhibu mtu kwa kumlipiza kwa yale aliyoyafanya. Qala Sheikh al-Fawzani hafidhahullah ta'ala, al-i'rab kupanyongo alladhi yadullu ala adam ar-raghbati fil ilmi, ni ile hali inayomwelekeza mtu au anayokuwa nayo mtu ya kwamba hana pupa ya kutafuta elimu, au karahia fil ilm, au mtu akawa anachukia elimu. Hadha huwa al-kufru wal iyad billah. Sema huu ndio kafiri, tunajilinda na Allah. Kisha akaelezea kuhusiana na hivi vipengele 10 ambavyo vimepita huko nyuma, vile vitenguzi 10, kuanzia kitenguzi cha kwanza ambacho muallif alisema i'lamu anna nawaqid al-islami 10 nawaqid, jua kwamba vitenguzi vya Uislamu ni 10. Kifanya kimoja katika hivi sio lazima ufanye vyote, fanya kimoja na Uislamu wako umeharibu. Kisha akasema al-awwalu ashirku fi ibadati Allah ta'ala, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Athani man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id, cha pili atakayeweka kiunganishi kati ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala,
yad'uuhum wa yas'aluhum, akawa anawaomba anawataka haja zake, wayatawakkal alayhim, anawategemea. Sheikh akasema kafara ijma'an, mtu huyo atakuwa kwa ijma' ya ulama amekufuru. Athalithu, tatu, man lam yukaffir almushrikina, yule asiyewakufurisha washirikina. Mtu ni mushrik lakini anasema simwambie mtu ni mshirikina, au shaka fi kufrihim, au akawa na mashaka kwenye ukafiri wao, au sahaha madhhabahu, au akasahihisha madhehebu yao, kafara, huyo amekufuru. الرابع من اعتقد تأكيد أن غير نبي هذه النبي فمونغوز mwingine usiokuwa wa mtume au akmalu min hadihi, ni mkamilifu kuliko muongozo wa mtume, au anna hukma ghairi, au hukumu ya mwingine mtu yote yule ahsan min hukmihi, ni bora kuliko hukumu ya mtume alayhi salatu wassalam, kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit, kama yule anayefadhilisha hukumu za matawaghuti hao ala hukmihi, mbele ya hukumu ya mtume alayhi salatu wassalam, huwa kafir, anakuwa kafiri. Al-khamis, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul, atakayechukia kitu chochote katika ile vitu alivyokuja na mtume alayhi salatu wassalam, wala wa amila bihi, hata kama atakifanya, wa kafir, ni kafiri. As-sadisu, sita, man istaza bi shay'in min dinillah, yote atakayecheza sheri chochote miongoni mwa vitu vya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au thawabillah au iqabi, au malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, au adhabu, basi faqad kafara, na pia ni kufuru. As-sabi'u as-sihiru, saba ni uchawi. Wa minhum as-sarf wal-'aqd, na miongoni mwa huo uchawi ni kutenganisha na kuunganisha, na watenganisha watu wanaopendana na wafanyia uchawi wanapendana, ili wewe kwa maslahi yako labda uweze kumchukua huyo mke hapo au huyo mume, na mfano wa mambo kama hiyo, au kuwaunganisha, au kuwaunganisha. Faman fa'alahu au radiya bihi kafara, atakayefanya au atakayeridhia hilo amekufuru. Athaminu, mudaharatu al-mushrikin, kuwasaidia washirikina, ومعاونتهم على المسلمين، وقمسادة ضد والإسلام، يعني كفر. التاسع يتيسى، من اعتقد أن بعض الناس من يكون يتكيد كما كنا ذات يغاث وبعض يسعه الخروج عن شريعة محمد، wao inajuzu kwa wao kutoka kwenye sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'a al-Khadr al-khuruj an shari'ati Musa, kama ilivyowezekana kwa al-Khadr kutoka kwenye sheria ya Musa alayhi salam, fa huwa kafir, huwa anakuwa kafiri. Ya kumi ndio hii ambayo tumemalizia leo, al-i'radu an dinillahi, kupanyongo kuiacha dini ya Allah ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, hajifundishi wala mtu afanyii kazi. Ndio akaitolea ushahidi, waman adlamu mimman dhukira biayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Qala as-shaykh رحمه الله تعالى، وأعني الإمام المجدد مجدد الدعوة السلفية محمد بن سليمان التميمي رحمه الله، ولا فرق في جميع هذه النواقض، hakuna tofauti kati ya vitenguzi vyote hivi, baina al-hazil wal-jad, kati ya mtu anayefanya utani na anayezungumza serious, hamna tofauti. Wal-khaif, na pia na mtu anayezungumza kwa kuogopa, illa al-mukrah, isipokuwa mtu aliyetezwa nguvu, huyo anaweza akapata udhuru. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara, na vitenguzi vyote hivi hatari yake ni kubwa. Wa min athar ma yakunu wuqu'an, na vyote hivi ni vitenguzi vinatokea sana kwa watu. Fayambaghi lilmuslim, inampasa muislamu ayahdharaha, ajihadhari visije vikamtokea vitu kama hivi, yaqaba minha ala nafsi, au bopee kazi hivi na nafsi yake,
na'udhu billahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabi. Tunajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na vitu vinavyowajibisha mtu kupata hasira zake na kupata adhabu yake ambayo ni kali. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لا فرق في هذه النواقض العشرة. hakuna tofauti kati ya hizi jeuzi 10 baina al-jad, kati ya mtu anayezungumza kwa serious, alladhi yaqsudu ma yaqulu au yaf'al, ambaye anakusudia hasa ile anachozungumza au anachokifanya, wal hadith, na mtu anayezungumza kwa utani, wa huwa alladhi la yaqsud, na yule mtu ambaye anafanya jambo wala hajakusudia, labda anafurahisha watu. Wa inma yaf'alu hadha min bab al-mazah wal-la'b, bali anafanya hivyo katika mlango wa mzaha na mchezo. Hakuna tofauti. Leta mchezo na dini na kufuru kweli, na kufuru kweli. Wa fi hadha radd ala al-murji'a, na kwenye hili pana radd kwa wale al-murji'a alladhina yaqulun, ambao wanasema la yakfur hatta ya'taqidu biqalbihi, akufuru mpaka aitakidi moyoni, akufuru mpaka aitakidi moyoni. La farqa baina al-jadi wal-hazil, yani ya kwamba halina tofauti ile jambo kati ya mtu anayezungumza kiukweli kabisa na anayezungumza kwa njia ya utani, au al-ghaib alladhi yaf'alu hadhihi al-ashya daf'an lil-khawf, au mwenye kuogopa ambaye afanya hivi vitu kuweza kujiondolea hofu. Falwajibu alayhi an yasbir, na wajibu mtu aweze kusubiri. Illa al-mukra, isipokuwa mtu aliyezwa nguvu. Idha ukriha an yaqula kalimatan fiha kufr, mtu akitezwa nguvu aseme neno ambalo ndani yake lina ukafiri, falam yumkinuhu at-takhallus min adh-dhulm illa biha, na akawa hajaweza kujiondoa kwenye dhulma hiyo isipokuwa ni afanye hivyo, farasa salahu Allah fi dhalika, Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo amemruhusu katika hilo. Qala Allah azza wa jalla illa man ukra illa man kafara, sema man kafara billahi min ba'di imanihi, yule atakayemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuamini kwake, huyo ni kafiri wa kweli. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule aliyetezwa nguvu akagagamizwa kusema hivyo aliyakuwa mwenye hataki, akawa hamna budi ni aseme hivyo ndio aweze kupona. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hali yakuwa moyo wake umesuzana kabisa na imani. Bihadha shart, kwa sharti hilo yakunu qasduhu daf'a al-ikrah, kwa inakuwa kusudio lake bwana ni kuondoa kule kugagamizwa na kulazimishwa fakat. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi, kwa ni kwamba moyo wake hauitakidi yale unayoyatamka, kama hasala li Ammar bin Yasir, kama ilivyotokea kwa sahaba wa Mtume Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, alladhi sababu nuzul al-aya fihi, ambaye sababu ya kuteremsha aya hii ni huyu bwana Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Lamma akhadhahu al-kuffar, alipochukuliwa ni makafiri, waadhabuhu wakamwadhibu, hatta yaqul ili aseme fi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay yasubba rasul, yani mpaka mtukane mtume wa mwachie. Fawafaqahum wa sabba rasul, akawaafiki akawakubalia, sawa amechoka na adhabu, akamtukana mtume alayhi salatu wassalam. Wajaa nadiman bakiyan, kaja kwa mtume anajuta analia ila rasul alayhi salatu wassalam, khaifan mimma hasala lahu, akiwa na hofu akiogopa kwa yale yaliyojitokeza. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ثم akamwambia salamu zimwendee, kaifa tajidu qalbak, hebu niambie kwani moyo wako utaje, ukoje moyo wako? Qala mutma'innan bil iman,
moyo wangu umetulizana imani kabisa, nimetamka vile bwana nilikuwa nimechoka kuadhibiwa, lakini sija kuwa na haja wala sijataka mimi mwenyewe kukusema vibaya ewe mtume wa Allah. Qala, tumekumwambia fa in aadu fa'ud, wakirudi tena wakikushika wakawa na kuadhibu lazima unitukane, na wewe rudia tena wakuachie. Na hili lafanyika wakati huo babake auliwa mbele yake kama hivi, mamake apigwa mkuki mbele yake kama hivi, aona washamaliza wazazi wake washakufa mbele ya macho yake, afatwa yeye sasa aadhibiwa, ambwa wewe ni kijana hataki tukuue wewe, lakini ukifanya inadi tunakuua. Kama unataka tukuache mtaje Muhammad kwa mabaya hapa na useme u'lu Hubal, Mungu Hubal yuko juu na Mungu wa Muhammad yuko chini, kwa sababu sisi ndio tuko juu, tutakuadhibu hapa na Mungu wetu ni Hubal. Kwa hiyo Mungu wetu yuko juu, Mungu wa Muhammad ameshindwa kukunusuru, wewe uko chini yetu naye yuko chini, sema hivyo. Kwa hiyo kabili ya sema u'lu Hubal, Hubal yuko juu na Muhammad si lolote si chochote. Kwa hiyo jambo lile baada ya kuafiliwa pale akawa anajuta sana, analia, kwa nini amesema vile, afadhali angekufa tu. Na alipofika kwa Mtume alayhi salatu wasallam akaambiwa fa in aadu fa'ud, wakirudi tena na wewe pia rudia tena kufanya hivyo. وأنزل الله تعالى أكترمش آية الله سبحانه وتعالى إنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكوا يولي من يكتزنغوه نمويواك بتلزانا كتك إيمان. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، muumini wa kweli hawezi kuwafanya makafiri ndio vipenzi wake, kinyume na waumini wenzake, kinyume na waumini. Waman yaf'al dhalika, na atakayefanya hivyo, falaisa min Allah fi shay, huyo si lolote chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa an tattaqu minhum tuqa, kwa mtu akafanya hivyo kwa kujikinga, taqiya. Na taqiya Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu kwa muislamu ambaye akagamizwa ni hama makafiri na tesa na tizo nguvu, lakini ma'al shadidi unakuta baadhi ya watu kama vile marafidha taqiya wanaifanyia waislamu ahli sunnah wal jamaa, wakiingia leo hapa mjini wanafanya taqiya. Taqiya nini? Ni kudhihirisha tofauti na unavyoitakidi moyoni, ndio taqiya. Wakija sasa hapa wakimtaja Abubakar wanasema radiyallahu anhu, wakimtaja Umar radiyallahu anhu, Aisha radiyallahu anhu, na mambo mengine mengi sana wao wako kinyume na dini. Wakija sasa yote hayo yanafanywa, lakini wakijikita wakiwa na mizizi barabara, wakajua sasa ndipo hapa mtu yoyote hawezi kuteteresha. Sasa wanaanza kutoa makucha yao, naposikia masahaba wananangwa, wanakutanwa kama watu wako kwenye kifudu, lakini tayari hivyo, hiyo ndio wanalidhihirisha lile ambalo lilikuwa wapi moyoni. Kwa at-taqiyya ni kitu ambacho kwamba kuna vitu viwili, kuna kitu kinaitwa taqiyya na kitu kinaitwa al-bada, wanaovitumia mashia kwa lengo la kuendeleza dini yao. Al-bada inatumika kwenye imam al-ma'sum, wao wanasema maimamu wao wote ni maasum, hawafanyi makosa. Sasa ikifikia mahala ukimbana kumwambia nyie mwasema imamu ni maasum hafanyi makosa, mbona alifanya hili na hili la kimakosa? Asema hiyo ilikuwa ni albada, yani bada lahu amrun. Albada maana yake ni kudhihirikiwa na kitu tofauti na vile ambavyo ulikuwa unaitakidi. Kwa hiyo ukidhihirikiwa na kitu tofauti na vile unavyoitakidi, basi wewe unaacha kile cha kwanza unafanya hiki cha pili. Mfano panasema
Allah subhanahu wa ta'ala aliwaridhia masahaba chini ya mti, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Allah akawaridhia. Lakini sasa baada ya kumpa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wakamdhulumu Ali ukhalifa wake, fabada min Allah, ukabadilika kitu kwa Allah. Allah akajua kumbe hawa mabwana ni madhalimu wakubwa, mimi niliwaridhia kule. Kwa hiyo akawaletea nini? Asira. Zile raja kama nini? Akaziondoa. Kwa hiyo alidhihirikiwa ni kitu akaacha kitu, hiyo ndio albada. Ama taqiya ni kudhihirisha tofauti na unavyoitakiri. Ukiwauliza nyinyi mwasema Muawiya ni kafiri, Mashia wote mmeafikiana kwa hili. Lakini pia mwasema imamu akosei, na mtu anayekosea huyo hastahili kuwa imamu. Tutaona hapa Hassan bin Ali atakuwa ukhalifa mkabidhi Muawiya, ampa. Je, yawezekana kweli? Nanyi mwasema ukhalifa uimamu ni kama vile utume, hauna tofauti, bali kuna wengine wanasema uimamu daraja yake ni kubwa kuliko utume. Je, mtume anaweza kukafirika akaudhiwa ni kafiri akamwambia umenikera bwana huu utume chukua? Yeye mtume Muawiya kafiri? Ndio. Haya, mbona Hassan alikafirika mpaka akachukua ukhalifa akampa kiapo cha utiifu, akawa chini yake miaka 10? Sasa kubalini, ima Muawiya ni Muislamu na Hassan alichokifanya ni sawa kabisa, na hilo haliwezekani kwa Shia kukubali kwamba Muawiya ni Muislamu. Au kama mkataa hivyo, basi kubalini Hassan alikosea. Kwa hiyo imamu sio maasum, imamu anaweza kukosea, na hilo nalo haliwezekani kwa marafu. Kwa hiyo wanatakia wapi? Alifanya taqiya. Umeona aliyofanya pale ni taqiya bwana. Vipi? Yani alifanya lakini moyoni na kingine. Sasa hii dini yetu sisi tunahukumiana kwa yale tunayoongea na tunayofanya, mambo ya moyoni na kwa Allah akhira huko, sio? Kwa hiyo aya hii ya mwisho inazungumzia mlango huo wa taqiya. Nani anafanywa taqiya? Ammar bin Yasir aliyofanya pale ni taqiya. Moyoni imani ilikuwa imefanyaje? Imekita kabisa, lakini akazungumza vile taqiya. Tayeb, kipengele kilichobakia vitambuzi vimeisha, lakini kuna kipengele cha maswali kama karatasi mbili. Tutasoma swali moja yana faida. Nitasoma swali moja na mtasikia kidogo faida yake ilivyo. Swali la kwanza linasema ma huwa alfarqu baina alkafirina walmushrikin? Kuna tofauti gani kati ya makafiri na washirikina? Aljawab, bainahuma umum wa khusus. Kati yao kuna maneno yanaenea na kuna maneno ni maalum. Ashirku a'ammu min al-kufr, ushirikina unaenea kuliko ukafiri. Fa kullu mushrikin kafir, kila mshirikina ni kafiri. Walaisa kullu kafirin mushrika, na sio kila kafiri ni mshirikina. Falmushriku, mshirikina, yaabudu Allah wa yaabudu ghayra, anaabudu Allah na anaabudu mwingine. Wa amma alkafiru, ama kafiri, fa innahu yajhadu wujud Allah aslan, yeye anapinga kuwepo huyo Allah. Huyo Allah mwenyewe hamtaki ataka jalla wa ala, wala yaatarifu billahi azza wa jalla, wala hakiri kama kuna Mungu, wala yaatarifu bidini min al-adyan, wala hakiri dini yoyote. Wewe kijana wa Kristo hautaki, kijana wa Uislamu hautaki, kijana wa Yahudi hautaki, kijana wa Nasara hautaki, mwenye abudu ng'ombe yake.
Hadha huwa al-kafir al-jahil, huyo ndio kafiri mpingaji. Ama al-mushriku, ama mshirikina, fa huwa ya'tarifu, mara nyingine anakiri kabisa Mungu ni mmoja, lakini kumbe ana kizimba chake. Anaswali muda mwingine anaingia msikitini akaswali, lakini kumbe kutoka usiku anageuka paa na kizazi tofauti. Hiyo isikeni vizuri. Amma al-mushriku fa huwa ya'tarifu, anakiri wa ya'taqidu, anaitakidi, naona, walakin ya'budu Allah wa ya'budu ghayrahu. Tutamkuta anaabudu Allah, lakini pia kuna vitu vingine anaviabudu. Fa huwa mushrikun kafir, kwa huyu ni mshirikina kafiri. Ndio kama huyu anaenea vitu vingi. Fakullu mushrikin fa innahu kafir, basi kila mshirikina ni kafiri. Walaisa kullu kafirin yakunu mushrika, na wala haimaanishi kila kafiri anakuwa mshirikina. لأن الكافر قد يكون ملحدا جاحدا، فسبب كافر anaweza kuwa mulhid jahid. Na mulhid ni mtu ambaye hakiri hata Mungu mwenyewe, hamkiri, mpingaji mkubwa, hakiri hata huyo nabii. Unaona? Kwa hiyo ndio tofauti kati ya mshirikina na kafiri. Nimesema tutasema swali moja. Kwa hiyo hilo litoshe, na huo ndio mwisho wa risala yetu. Kuanzia hapo tafuta risala nyingine yoyote, kama ni ya fiqh au ya hadithi au ya aqida, tuendelee nayo inshallah. Naktafi bihadha al-qadr. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jazakumullahu khairan.